Uhari gani mwanasoka mwenzangu duniani kote, karibu tena katika jukwaa la michezo ili tukupitishe katika medani halisi ya mpira wa miguu. Basi kama hii ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe mtu kwanza kabisa kupata video zetu. Na kama ilivyo ada kwetu sisi, tunamulika soka, tunamulika kabumbu ndani na nje ya bara la Afrika na yale yote yanayoendelea katika ulimwengu wa mpira wa miguu, ikiwemo ligi zote zinazowasha moto kweli kweli. Pasi na shaka nazungumzia NBC Premier League, La Liga Santander, Serie A, English Premier League na maeneo mengine duniani kote. Lakini pia tunakwenda kukuletea update zote za michuano mikubwa barani Afrika, nazungumzia CAF Champions League pamoja na CAF Confederation Cup. Lakini pia utakwenda kupata taarifa zote kuhusiana na mashindano ya kimataifa, tukizungumzia mashindano ya CHAN yanahusisha wachezaji wanaocheza ligi za ndani ya bara la Afrika pamoja na AFCON kwa ujumla. Taarifa zote hizo utakwenda kuzipata hapa na moja kwa moja tutakwenda kuangazia mchezo utakaokutanisha Young Africans dhidi ya Singida Black Stars katika mashindano ya ligi kuu Tanzania bara. Mchezo huu unatarajiwa kutimwa vumbi mnamo tarehe 5 mwezi wa 3 mwaka 2026 majira saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Hivyo basi kuelekea mchezo huu, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves ametangaza mabadiliko ya kikosi chake, kikosi ambacho kitakwenda kuwakabili Singida Black Stars na kujihakikishia ushindi katika mzunguko huu ili kujiweka katika nafasi nzuri kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, huku ukiwa ni mchezo wa 12 kwa Young Africans ikiwa na jumla ya alama 29, wakati Singida Black Stars ikiwa na jumla ya alama 19, huku akishikilia nafasi ya 9 katika ligi kuu Tanzania bara, wakati Young Africans akishikilia nafasi ya kwanza. Na moja kwa moja tuanze kuangazia upande wa mlinda mlango. Kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na mlinda mlango wake Djigui Diarra na kumpumzisha golikipa Twalibu Msheli. Kocha Pedro Goncalves ameendelea kumwamini golikipa wake Djigui Diarra kutokana na uwezo mkubwa wa kufanya saves za hatari, kuanzisha mashambulizi, kudhibiti mpira ya juu, maamuzi ya haraka na utulivu. Hiyo yote ni kutokana na ubora mkubwa, lakini pia wepesi alionao golikipa huyo na uwezo mkubwa wa kutumia miguu na mikono pindi hapo langoni. Lakini pia mlinda mlango huyo anasifika kwa uwezo mkubwa wa kupanga vyema safu yake ya ulinzi. Ni golikipa mwenye mwendelezo mzuri kwenye kikosi cha Young Africans katika mashindano ya ndani pamoja na mashindano ya nje kwa ujumla. Djigui Diarra amekuwa moja ya chachu kubwa katika kikosi hiki cha Young Africans baada ya kufanikiwa kuwa na mwendelezo bora kabisa katika mashindano yote ya ndani kama vile ligi kuu Tanzania bara pamoja na mashindano ya nje kwa ujumla tangu ajiunge na klabu hiyo yenye maskani yake pale Kariakoo jijini Dar es Salaam. Lakini pia tukiangazia upande wa beki nambari 2, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na beki wake wa kulia Israel Mwenda, huku mbadala wake ukiwa ni Yao Kwasi. Ikumbuke kwamba Israel Mwenda ni moja mabeki wenye uwezo mkubwa wa kucheza pembeni. Beki huyu anasifika kwa kasi, uwezo mkubwa ukaba na kuingilia pasi upande wa kulia, lakini pia kuzuia mipira ya cross kuingia ndani eneo la hatari. Lakini pia kocha mkuu Pedro Goncalves amechagua kwanza na Israel Mwenda upande wa kulia kutokana na umaridadi wa kumzuia winga wa kushoto wa timu pinzani ili asipige cross au kupenya, lakini pia uwezo mkubwa wa kukaba na kuingilia pasi upande wa kulia, kuzuia mipira ya cross kuingia ndani eneo la hatari, kudumisha mpangilio wa safu ya ulinzi pamoja na mabeki wa kati na beki wa kushoto. Lakini pia beki huyu anasifika kufunika nafasi pale beki wakati anapotoka kwenye nafasi yake, kuunga mkono mashambulizi kwa kukimbia pembeni, kupiga cross kuelekea kwa washambuliaji, kutoa upana wa uwanja upande wa kulia, kushiriki katika ujenzi wa mashambulizi kwa kupiga pasi kutokea nyuma, lakini pia kutengeza nafasi au kupiga mashuti pindi anapopata nafasi. Lakini pia tukiangazia upande wa beki nambari 3, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na Mohamed Hussein na kumpumzisha Shadrack Isaac Boka. Kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves ameendelea kumwamini Mohamed Hussein kutokana na uzoefu wake wa kucheza muda mrefu, lakini pia ubora mkubwa alionao beki huyo wa kuweza kushambulia kwa kasi zaidi na kuzuia mashambulizi pindi timu yake inaposhambuliwa. Lakini pia beki huyo anasifika kwa uwezo mkubwa wa kumzuia winga wa kulia wa mpinzani ili asipige cross au kupenya, kukaba na kuingilia pasi upande wa kushoto, kuzuia mipira ya cross kuingia kwenye eneo la hatari, kudumisha mpangilio wa safu ya ulinzi
ulinzi pamoja na mabeki wa kati na beki wa kulia, kufunika nafasi pale beki wa kati anapotoka kwenye nafasi yake, lakini pia kuunga mkono mashambulizi, kukimbia pembeni, kupiga cross kuelekea kwa washambuliaji, kutoa upana wa uwanja upande wa kushoto, kushiriki katika ujenzi wa mashambulizi kwa kupiga pasi kutokea nyuma, lakini pia anasifika kwa kutengeneza nafasi au kupiga mashuti. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa beki nambari 4, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na Ibrahim Baka, huku mbadala wake ukiwa ni Bakari Mwamnyeto. Ikumbuke kwamba Ibrahim Baka ana uwezo mkubwa wa kucheza kama beki wa kati kutokana na uwezo wake mkubwa wa kuongoza safu ya ulinzi, kumkaba na kumzuia mshambuliaji mkuu wa timu pinzani, kuzuia mipira ya juu kwa kupiga vichwa, kukata pasi na kuzuia mashuti, lakini pia kusoma mchezo na kutabiri harakati au mifumo ya wapinzani. Lakini pia beki huyu anasifika kwa kulinda vyema safu ya ulinzi ya kati, kukaba washambuliaji, kushinda mipira ya juu, kupanga na kuongoza vyema mabeki wenzake na kuanzisha mashambulizi kwa pasi sahihi kutoka nyuma, lakini pia kusaidia kwa mipira ya adhabu na kona. Lakini pia tukiangazia upande wa beki nambari 5, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na beki wake Dickson Job. Ikumbuke kwamba Dickson Job ni beki raia wa Tanzania mwenye ufanisi wa hali ya juu na anasifika kwa uwezo mkubwa wa kuongoza vyema safu ya ulinzi na kupanga mabeki wenzake. Anasifika ukaba na kumkaba mshambuliaji mkuu wa timu pinzani, kuzuia mipira ya juu kwa kupiga vichwa, kukata pasi na kuzuia mashuti karibu na lango, kufunika nafasi mabeki wengine wanapotoka kwa nafasi zao, kusoma mchezo na kutabiri harakati za wapinzani, lakini pia kuanza mashambulizi kwa kupiga pasi sahihi kutoka nyuma, kusaidia kwenye mipira ya adhabu na kona kwa kupanda mbele na kupiga vichwa, lakini pia anasifika kudumisha umiliki wa mpira kwa pasi fupi na ndefu. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa viungo wa kati, yani kiungo nambari 6, kiungo nambari 8 na kiungo nambari 10. Tukianza kwa upande wa kiungo nambari 6, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na kiungo Mohamed Damaro na kumpumzisha Racine Kuma. Ikumbuke kwamba Mohamed Damaro amekuwa ni kiungo bora kabisa katika mashindano ya CAF Champions League pamoja na mashindano ya ndani tokea mchezaji huyu alipoaminiwa na kocha mkuu Pedro Goncalves. Yeyote ni kutokana na uzoefu na ubora wa kiungo huyo mwenye uwezo mkubwa wa kusaidia timu kukaba na kuharibu mashambulizi ya mpinzani katikati ya uwanja, lakini pia anasifika ukata pasi kabla hazijafika kwa washambuliaji wa mpinzani, kufunika mabeki pale wanapopanda kushambulia, kulinda safu ya ulinzi kwa kusimama mbele ya mabeki wa kati, kusaidia kupambana na mashambulizi ya kushtukiza, kuanza mashambulizi kwa kupiga pasi sahihi kutoka nyuma, kudhibiti umiliki wa mpira kwa pasi fupi na salama, kubadili mwelekeo wa mchezo kwa pasi ndefu za upande, lakini pia anasifika kusaidia viungo washambuliaji kwa pasi za mwisho inapohitajika. Lakini pia tukiangazia upande wa kiungo nambari 8, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na kiungo wake Duke Abuya na kumpumzisha Mudathiri Yahya Abbas. Ikumbuke kwamba Duke Abuya amekuwa ni kiungo mwenye ubora kwa muda mrefu kutokana na uwezo wake mkubwa wa kuunganisha safu ya ulinzi na safu ya ushambuliaji, kudhibiti tempo ya mchezo, kusambaza mipira kwenda pande zote za uwanja, kupiga pasi kwa usahihi na kuwa sehemu sahihi pale timu inaposhambulia, lakini pia pale timu inaposhambuliwa kwa kusaidia kukaba, lakini pia kuunganisha ulinzi na mashambulizi, kukaba na kurejesha mipira inapopotea, kusambaza pasi sahihi na kudhibiti kasi ya mchezo, kusaidia mashambulizi kwa kupandisha mashuti au kutoa pasi za mwisho, lakini pia kusaidia ulinzi inapohitajika, kusaidia kujilinda kwa uwiano mzuri. Lakini pia tukiangazia upande wa kiungo nambari 10, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na kiungo wake bora kabisa Maxime Nzengeli, huku mbadala wake akiwa ni Edmund Godfrey. Ikumbuke kwamba Maxime Nzengeli amekuwa na kiwango bora tangu asajiliwe na klabu ya Yanga, lakini pia amechangia kwa sehemu kubwa klabu hii kufika katika hatua finali baada ya kufunga bao pekee dhidi ya Singida Black Stars, bao lilowavusha katika hatua ya nusu finali na kukata tiketi ya kucheza finali ya NMB Mapinduzi Cup na kufanikiwa kushinda ubingwa huu kwa mikwaju ya penalti msimu huu wa 2025-2026. Maxime Nzengeli ni kiungo mwenye mwendelezo mzuri wa ubora, lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa wa kufungua vyema safu ya ulinzi wa timu pinzani, lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa wa kupiga mipira ya kufa
kuandaa mashambulizi na kutengeneza nafasi za kufunga, kutoa pasi za mwisho kwa washambuliaji, kudhibiti ubunifu na mwelekeo wa mchezo wa ushambulia. Lakini pia anasifika kupiga mashuti na kufunga mabao, kupokea mpira kati ya viungo na washambuliaji, kuvuta mabeki wa timu pinzani na kufungua nafasi. Moja kwa moja tukiangazia upande wa washambuliaji, yani mshambuliaji nambari 7, mshambuliaji nambari 9 na mshambuliaji nambari 11. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa mshambuliaji nambari 7, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na mshambuliaji wake Allan Okello, raia wa Uganda. Allan Okello amekuwa mchezaji mwenye uwezo mkubwa na ubora tangu ajiunge na klabu hiyo hivi karibuni. Mshambuliaji huyu anasifiwa kutoa upana wa uwanja upande wa kulia, kupita mabeki wa mpinzani kwa kasi na mbinu, kupiga cross kuelekea kwa washambuliaji, kutengeneza nafasi za kufunga kwa pasi za mwisho, kupiga mashuti hasa anapoingia ndani ya eneo la hatari, kuingia katikati na kushambulia lango la wapinzani, na kumsaidia beki wa kulia kwa kufuatilia beki au winga wa timu pinzani. Lakini pia kukaba mapema ili kuzuia mashambulizi ya timu pinzani pamoja na kufuatilia mashambulizi ya kushtukiza ya wapinzani. Lakini pia tukienda kuangazia upande wa mshambuliaji nambari 9, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kuanza na mshambuliaji wake Laurent Aurelio almaarufu kama Depo, kumbadala wake ikiwa ni Prince Dube Mpumelelo. Depo ni mshambuliaji aliyejiunga na klabu ya Young Africans akitokea Radomia nchini Poland. Lakini pia Depo ni mchezaji mwenye uwezo mkubwa kutumia nafasi, lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa wa kufunga mabao, kutengeneza nafasi kwa kukimbia bila mpira na kuwavuta mabeki, kupokea na kumiliki mpira ndani ya eneo la hatari, kupiga mashuti kwa miguu, lakini pia kumalizia mipira ya cross na pasi za mwisho. Lakini pia anasifiwa kucheza kama kiungo cha mashambulizi kwa kuwaleta wachezaji wengine mbele, kuanza kukaba kutoka mbele, kuwasumbua mabeki wa mpinzani waliofanya makosa, kukata pasi za mabeki wakati wa ujenzi wa mashambulizi ya mpinzani. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa mshambuliaji nambari 11, kocha mkuu wa klabu ya Young Africans Pedro Goncalves amechagua kwanza na mshambuliaji wake Pacome Zouzoua, huko mbadala wake akiwa ni Clement Mzize. Pacome Zouzoua amekuwa na uwezo mkubwa kucheza nafasi tofauti pindi hapo uwanjani, akiwa na uwezo wa kucheza kama winga zote mbili, kucheza nyuma ya mshambuliaji, lakini pia na uwezo mkubwa wa kucheza kama mshambuliaji. Lakini pia ikumbuke kwamba Pacome Zouzoua amekuwa ni moja ya muhimili mkubwa katika klabu ya Young Africans, akisifika kwa uwezo mkubwa wa kutengeneza nafasi zinazoweza kuzaa mabao, kuifungua safu ya ulinzi ya timu pinzani, kupiga pasi za mwisho na hata kufunga pale nafasi inayopatikana. Lakini pia amekuwa ni mchezaji bora zaidi kwa uwezo wake mkubwa na kasi, maamuzi sahihi, uwezo binafsi wa kupiga chenga na kuficha mpira. Lakini pia anasifika kushambulia kupitia winga, lakini pia kukimbia kwa kasi na kupenya ulinzi wa wapinzani, kupiga cross kwa ajili ya washambuliaji, kufunga mabao kwa mashuti au kukata ndani. Lakini pia anasifika kwa kusaidia ulinzi kwa kukaba beki wa pembeni wa timu pinzani. Na haya ndio mabadiliko ya kikosi Young Africans kilichotangazwa mapema hivi leo na kocha mkuu wa Young Africans Pedro Goncalves, kikosi kinachoenda kumenyana vikali dhidi ya Singida Black Stars majira saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Bila kusahau, chini ya video hii kumeandikwa neno subscribe, wewe gonga hapo ili mtu kwanza kabisa kupata taarifa zote za kimichezo, lakini pia video zetu kwa ujumla. Sisi tunamulika soka, sisi tunamulika kabumbu ndani na nje ya bara la Afrika.